sisi wenyewe kwa kufikiria kwetu ya kwamba tutaweza kukutana. Yeye ndiye anayetuwezesha. Yeye ndiye anayetupa wakati na majira kwa kila jambo na kwa kusudi lake. Ningependa tuombe ili tuingie katika neno kwa dakika ambazo tuko nazo. Naamini ya kwamba tutabarikiwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mfalme, zaidi ya wafalme hakuna kama wewe Bwana. Mungu ambaye umejawa na huruma na upendo mwingi juu ya maisha ya mwanadamu. Baba, tunakushukuru kwa siku hii ambayo umetuwezesha. Bwana, ni wewe umetujalia neema kutoka tulipoanza mwanzo wa mwezi huu. Na tazama Bwana, tunaelekea kilele cha mwezi huu kwa rehema zako, huruma zako. Tunakushukuru Baba, wakati huu tunasema asante kwa kutuwezesha kuingia katika nyumba yako. Bwana, wewe ndiwe umetuongoza na kutuleta mahali hapa. Tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo. Baba, tunaomba msamaha kwa yale tumetenda kinyume na mapenzi yako, mahali hatukuenenda katika njia zako na kufanya yanayokupendeza. Tunaomba Bwana utusamehe. Bwana, utusafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Mioyo yetu Bwana ukasafisha siku ya leo. Mawazo yetu Bwana ukayateke nyara siku ya leo. Baba, tumenyenyekea, tunaomba ukanene nasi sawa sawa na mapenzi yako. Tusaidie Bwana tuweze kuelewa neno lako ambalo unazungumza nasi wakati huu Bwana. Tufungue masikio yetu ya ndani Bwana, tukaweze kusikia neno hili Bwana, likawe baraka katika maisha yetu. Pokea sifa Mungu wetu, heshima na utukufu. Baba, chukua ushukani kutoka sasa. Wote ambao wamefika na watakaofika Bwana, tunaweka mikononi mwako. Ukabariki kila mmoja. Pokea sifa zote na utukufu, kwa kuwa ni Mungu, wewe ni Baba na hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu tena wakati huu ambaye ametuwezesha. Tumekuwa tukijifunza kuhusu haki na tumejifunza kutoka mwanzo mwezi huu, na kuna vipengele ambavyo tuliangalia, na tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha. Na siku ya leo tutaangalia kinyume chake. Haki tutaangalia kinyume chake. Siku ya leo tutajifunza kuhusu dhambi. Bwana apewe sifa. Tutajifunza kuhusu dhambi, the sin. Dhambi. Tumejifunza kuhusu haki, righteousness. Na tukaona ya kwamba tulifanyika kuwa wenye haki kwa kuamini kupitia Yesu Kristo. Kwa neema za Bwana Yesu Kristo tukafanyika kuwa watu wenye haki. Tukawa wenye haki, tukahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mwenyezi Mungu. Na tukaangalia, tukaona faida za mwenye haki, tukaangalia hayo yote. Lakini leo tutaangalia dhambi. Kwa sababu dhambi ndiyo chanzo cha utenganisho kando ya mwanadamu na Mungu. Dhambi ndiyo inaleta utengano ama uhusiano wa mwanadamu na Mungu usiwe salama. Na tutajiuliza ama tutaona dhambi ni nini, na nitaeleza kwa lugha nyepesi sana ambayo tutaweza kuelewana. Dhambi, the sin is doing against the will of God. Sin is doing against the will of God, or disobedience. In
simple word, you can say that sin is disobedience. You disobey what you suppose or what you have commanded to do. You disobey. That is sin. You do against what you have been commanded to do. Wewe unafanya kinyume. Hiyo ni dhambi. Unakairi. Kwa lugha nyingine, unakairi maagizo ambayo umepewa. Umeambiwa ufanye hivi, nawe unakairi, unafanya kinyume, the opposite of what you have been instructed to do. That is sin. Kama tunasema, dhambi ni kufanya kinyume na maagizo. Dhambi ni kufanya kinyume na maagizo au maelekezo ambao umeelekezwa kufanya. Unafanya kinyume. That is sin. Hiyo ni dhambi. Na mwanzo wa dhambi tunaona katika kitabu cha Mwanzo. From the book of Genesis, the origin of sin is from the book of Genesis, chapter 3, verse 3. Hapo ndipo tunaona mwanzo wa dhambi. Na tumesema dhambi ni kufanya kinyume na maelekezo ambayo umepewa, ama maagizo ambayo umeagizwa kufanya. Unafanya kinyume. That is sin. Hiyo ni dhambi. Na tunaona katika kitabu hicho cha Mwanzo, Genesis chapter 3 verse 3. From the book of Genesis chapter 3 verse 3. Genesis chapter 3 verse 3. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Praise God. Hapa tunaona maagizo ambayo Mungu alikuwa amempa mwanadamu, ambaye ni Adam na Hawa, wakiwa katika bustani la Eden. Bwana alikuwa amewapa maagizo yale ambaye inastahili wafanye. Na akawa amewaambia kwamba katika hii miti yote utaweza kutumia, ama utaweza kula matunda katika miti yote, ila katika huu mti usiweze kula tunda lake au usikuze. The instruction is usile wala usikuze. Na ikawa consequences, but that ukila au kikuza, ukila utakufa. You will die. If you eat, you will die. That is the instruction that was given to Adam and Eve, that do not touch or eat from this tree, the fruit from this tree. That's the instruction that God was given Adam and Eve. But wakati unasoma haya maandiko, tunaona ya kwamba kwa sababu ya mwanadamu kuwa na tamaa, matamanio, anatamani kwa mtazamo, kwa kuangalia kitu vile kilivyo, na anatamani. Na kwa vile shetani alikuwa anajua maagizo ambayo Mungu amempa mwanadamu, na shetani alijua ya kwamba mwanadamu akila katika huu mti atakufa, kwa sababu Mungu amemwambia mwanadamu. Na shetani mpango wake ni mwanadamu haondoke katika njia za Mungu. Siku zote mpango alionao shetani ni kuondoa mwanadamu katika njia zilizo sahihi za Mungu. Praise God. Hiyo ndio kazi ya shetani, ama hiyo ndio agenda ambayo shetani ako nayo kwa mwanadamu, ni kuhakikisha
ya kwamba amekuondoa katika njia zilizo sahihi na kukutoa katika njia za Bwana, kukuweka kando na njia za Mungu. So shetani akamjaribu mwanamke kwa kumwelezea ya kwamba ukila hautakufa bali utakuwa kama yeye. Praise God. Unajua shetani ni mchanja, na anaweza kukudanganya kama haufahamu kwa vitu ambavyo unaona, ndivyo atatumia tu kukushawishi katika hicho kitu. Shetani alitumia tu kila ambacho Mungu alimwambia mwanadamu ya kwamba usikuse wala usile katika mti huu. Shetani akatumia huo kwa kumshawishi mwanadamu na kumwambia kwamba ukila katika huu mti hautakufa bali utafanana na yeye. Praise God. Shetani ni mjanja. Na unajua mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Vile Biblia inatueleza kwa mfano wa Mungu. Aliumbwa katika kufanana na Mungu katika mambo fulani. Tabia za mwanadamu. Mwanadamu alipewa uwezo wa kufikiria. Mwanadamu alipewa uwezo wa kufanya mambo fulani fulani. Mwanadamu alipewa uwezo wa kuwa na mamlaka juu ya viumbe vingine. Na shetani anamwambia ukila utafanana naye. Kwa sababu ya tamaa, vile tunasoma katika hicho kitabu, kwa sababu ya tamaa mwanamke akatamani ya kwamba afanane na Mungu, akasahau aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inatuambia tuliumbwa kwa mfano wake Mungu. Sasa akasahau hilo na akawa na tamaa. Sometimes vitu vinavyopendeza vinaweza kutufanya tukaikiwa na tamaa kwa kutaka kuona hicho kitu jinsi kilivyo. Hivyo ndivyo mwanadamu alifanya. Akatamani sana na akaangalia na akaona kweli inafaa, lakini haikuwa hivyo. Na akakusa katika huo mti, akala katika huo mti, na hiyo ndio chanzo cha dhambi. Dhambi ikaanza. Aliambiwa asile, lakini kwa sababu amekairi maagizo akala. Kwa hivyo wakatenda dhambi kwa kukairi maagizo. Disobedience. When we disobey what we supposed to do, what we are commanded by God to do, that is sin. We know, tunajua hiki hakifai, hiki ni kibaya, hiki hakistahili kwa mtu ambaye ameokoka. Hili jambo halistahili kwa mtu ambaye ameokoka, lakini halistahili na tunafanya. Hiyo ni dhambi kwa sababu tunakairi. Tunajua tumeokolewa, tumeokoka, tumefanyika kuwa wana wa Mungu, watoto wa Mungu. Inatupasa tukae katika mienendo ya kumpendeza Mungu. Inatupasa tufanye yale ambayo yanakubalika mbele za Mungu. Tumeokoka. Inatupasa tukae namna gani? We supposed to live a holy life. Bwana peosi. Inatupasa tukae kwa kujiepusha na dhambi, kwa kujiepusha na uovu, ili tufanyike wana wa Mungu ambao tumefanyika. Tuwe wana wa Mungu ambaye kwa damu ya Yesu Kristo tumekombolewa, tumesafishwa, tumetengenezwa, ambao tulikuwa hatustahili. Tumepewa neema, tumefanyika tu
watoto wa Mungu kwa neema tu, kwa kuhurumiwa tu. Inatupasa tukae kama watoto wa Mungu, tukijua ya kwamba ilimkarimu Bwana Yesu Kristo, ilimkarimu yeye uhai wake ateswe ili sisi tupate kukombolewa. So hatutakaa katika dhambi tena. Bwana pewe sifa. Tunaona chanzo cha dhambi kutoka katika Mwanzo, kukahiri, disobedience, kukahiri maagizo, that is sin. Na tunaposoma katika kitabu cha 1 John in the New Testament, 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. Itatuambia ya kwamba dhambi ni kuasi. Kukairi. 1 John chapter 3 verse 8. Wanapenda nisomewa kwa lugha ya Kiswahili. First John chapter 3 verse 8. Aliye na Biblia ya Kiswahili ningependa nisomee kitabu hicho cha Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. 1 John chapter 3 verse 8. Aliye na Biblia ya Kiswahili ningependa tusomee. Iko mbele kabisa. Iko mbele kabisa. Iko mbele kabisa. Nisaidie hiyo Biblia yako. Nisaidie. First John chapter 3 verse 8. Yako imejificha sana. After Peter. Yes? After Peter. After Peter. Yohana wa kwanza mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 8. First John Yes. 3 verse 8 nasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Yes. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo.
Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Amen. Biblia inatuelezea vizuri kabisa. Inatuelezea vizuri kwa lugha nyepesi ya kueleweka na kila yote asomaye. Biblia inasema ya kwamba lakini atendaye dhambi ni wa ibilisi. Maana ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Bwana apewe sifa. Ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Na Biblia inatuambia tu vizuri ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi. Mungu atusaidie. So kumaanisha kwamba wakati mtu anafanya dhambi, wakati tunajihusisha na dhambi, kumbuka sisi tumefanyika wana wa Mungu, lakini kila ambacho kinatuondoa kuwa wana wa Mungu ni dhambi. Biblia inatuambia wazi, atendaye dhambi ni wa ibilisi. So kumaanisha wakati tunatenda dhambi, tunaondoka kwa Mungu, tunaenda wapi? Kwa shetani. Praise God. Biblia imetueleza vizuri, atendaye dhambi ni wa ibilisi, ni wa shetani. Yeye alizitenda tangu mwanzo, from the beginning. Yeye alizitenda dhambi tangu mwanzo, ndiposa aliondolewa katika nafasi yake. Shetani alikuwa mmoja wa wale malaika wa Mungu, lakini kwa sababu ya kudisobey, kwa sababu ya disobedience, akarushwa. Praise God. Aliondolewa. So kumaanisha dhambi inatuondoa katika uwepo wa Mungu. Dhambi inatuondoa katika nafasi ambazo tumewekwa na Mungu. Na tunaona hili wakati Adamu na Hawa walikuwa wamewekwa katika shamba la Eden, mahali ambako palikuwa pazuri, mahali ambako palikuwa na furaha, mahali ambako walikuwa wanakaa bila wasiwasi, wanakaa bila hofu. Lakini kwa sababu ya kukairi, ya kutokutii, ya kutokufuata maagizo ambayo Bwana aliwaapa wafate, wakaondolewa. Praise God. Waliondolewa katika shamba la Eden. Baada ya kuondolewa, ulinzi ukaondokea. Kukaanza kuwa uadui kati ya mwanadamu na wanyama, of which mwanadamu alikuwa friendly kwa wanyama wote, but because of disobedience ikasababisha madhara makubwa kwa mwanadamu. So tujiepushe na dhambi. Dhambi inatuondoa katika uwepo wa Mungu. Dhambi inatuondoa katika uwepo wa Mungu. Dhambi inaleta madhara mengi katika maisha ya mwanadamu. Lakini the good news is that lakini mwana wa Mungu alikuja duniani kuiharibu kazi ya ibilisi. Lakini mwana wa Adamu alikuja duniani kuharibu kazi ya shetani. Yesu alikuja kuharibu. Bwana apewe sifa. Aliharibu na anaharibu, ndiposa tukakombolewa, ndiposa tunaokolewa, kwa sababu Yesu alikuja kuharibu hiyo kazi ya shetani. Shetani ni mtenda dhambi kutoka mwanzo. Praise God. Watoto wa Mungu, tukae kama watoto wa Mungu. Tusijichanganye. Tujijue na tujue dhamana ya wokovu.
Tusichukulie wokovu kuwa something light kitu. Tusichukulie hivyo wokovu. Unapokaa tafakari na ujue dhamana ya wokovu. Tusiende na mawimbi ya ulimwengu, tusienende na tamaa za mwili. Praise God. Tusikubali tamaa za mwili situtawale. Mwili huu ni wa hapa duniani, mafumbi ya hapa duniani. Lakini tutunze nafsi zetu. Tutunze nafsi zetu. Huu mwili ambao unatusukuma kufanya mambo ya hapa duniani, utabaki hapa duniani. Ndio maana na kusukuma tu kwa mambo ya hapa tu duniani tu, hapa tu. Wacha tu pendeze Mungu kwa matendo yetu. Tusikubali kusukuma na tamaa za mwili. Wacha tu lishe nafsi zetu neno la Mungu. Praise God. Tumpendeze Mungu. Biblia inasema ya kwamba aendaye kwa mwili hampendezi Mungu. Na Biblia inatuambia wakati umefika waabuduye halisi watamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Waabudu halisi watamwabudu kwa roho na kweli. So Mungu atusaidie tunapoishi katika ulimwengu huu ambao umechawa na maovu. Lakini lazima tushinde. Bwana apewe sifa. Sisi sio wa kwanza kuishi katika ulimwengu ambao umechawa na maovu. Mfano Sodoma na Gomora. Biblia inatuelezea uovu ambao ulikuwa unafanyika katika mji huo. Uovu ambao ulimsababisha Mungu ghadhabu yake, akaangamiza mji huo, akateketeza mji huo. Ulikuwa uovu wa hali ya juu. Sisi hatuwezi kusema kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa uovu nasi tutende dhambi. La. Sisi sio ulimwengu. Sisi tumekombolewa. Praise God. Tumekombolewa katika ulimwengu. Hatutakuwa na excuse ambayo tutasema kwa sababu uovu umechawa duniani nasi tunajipata tunafanya. Hapana, hatuwezi tukajipata tunafanya. Ni sisi tunakubali kufanya. Bwana apewe sifa. Ni sisi tunakubali kufanya, lakini hatujipati tunafanya. Sisi tunakubali kufanya kwa kutokufuata maagizo, kwa kutokuelewa kile ambacho kinakupasa ufanye kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu. Unakairi, unapuuza, unajua ni kibaya unafanya. Surely sometime hata kama Mungu anatuhurumia, but inafaa na sisi tujihurumie zaidi. Kwa sababu unajua kitu ni kibaya na unafanya. Sometime wacha tukue katika fahamu zetu. Wacha tukae katika fahamu zetu za kufahamu. Tusiwe tuko tu tunafanya kitu ambacho tunajua ni kibaya. Tunajua ni kibaya tunafanya. Yes. Unaweza fanya. You have that free will. You can do. But remember the consequences. Don't forget about the consequences of what you are doing. Whatever you are doing, there is a consequences. Yes, you will be forgiven. But remember the consequences. You will not escape. Hautaepuka na consequences. Kusamehewa utasamehewa. Lakini hautaepuka the consequences. You will never.
You will never. The Bible is clear that God will not let mwenye dhambi bila kumwadhibu. Lazima utaepuka ghadhabu ya Mungu. Utasamehewa, lakini punishment hiyo you must face it. You must face it. What you plant utafuna. Hiyo hautaepuka hiyo. Utamlilia Mungu. Yeye amejawa na huruma. Lakini si atufanye dhambi kwa sababu utahurumiwa na Mungu. Sometimes lazima tusiwe tunafanya kwa sababu tutahurumiwa. Tusiwe tunafanya kwa sababu tutahurumiwa. Yes, God is faithful. He is faithful. He is so faithful. Tamlilia. But remember the consequences of what you are doing. Remember the consequences. Remember the consequences. Utasamehewa. Yes. But the consequences, you will never escape. You must face it. You must face it. Lazima. Hiyo utepuka. Hiyo utepuka. Hiyo Mungu hatakuondolea. Hatakusamehe. Lakini consequences, you will never. Let us fear God. Let us fear God. Don't fear men, but fear God. Usifanye kitu kwa sababu ya kumwogopa mwanadamu. Fanya kitu kwa kumwogopa Mungu. Mwanadamu hatakuwa na wewe mahali popote. Lakini Mungu hako na wewe popote pale uendapo. Hata uende wapi, Mungu yu pamoja na wewe. Mwogope Mungu. Don't pretend. Sometimes. Don't pretend. Be yourself. Be yourself. Don't pretend. Kama umeokoka, be yourself as a saved person. Don't pretend you are saved and yet unafanya that. Don't pretend. If you are a sinner, continue. It's your sin. Kama hutaki kukaa katika wokovu, haina haja upretend. Haina haja waibishe jina la Bwana bure. Haina haja. Because you will pay for it. Jesus paid for you, for your sin, for our sin. And yet we are still sinning. You will pay for it. You will pay for it. Kama tumeokoka, tukae katika wokovu. Let us not pretend. Let us not pretend tuonekane tu. We are Christian. We are Christian. And yet we are not practicing what is Christianity. We are Christian. For what purpose? Kwa jina tu. Haina haja. Wacha kuwe utofauti kati ya mtu ambaye ameokoka na mwenye hajaokoka. Tusiwe tumeokoka na hakuna utofauti. Kama ni dhambi, tuko kwenye dhambi. Ndiye tumeokoka. Tumeokoka nini? Praise God. Kama tumeokoka, tukae katika wokovu. Period. Haina haja tu pretend tumeokoka na bado tunatenda dhambi. Wokovu ni wa maana gani sasa? Wokovu ni wa maana gani? Kama tumeokolewa na bado tunaendelea kukaa katika hizo neno, hiyo tabia, for what purpose? Dhambi ilimtenganisha mwanadamu na Mungu, na dhambi inatenganisha mwanadamu na Mungu. Wakati tunafanya dhambi, Biblia imetuambia afanyaye dhambi ni wa ibilisi. Simple as that. Period. So, if you are a child of God, fanya kile Mungu anataka ufanye. If you are not a child of God, fanya kile ambacho cha kumpendeza baba yako ambaye ni ibilisi. Yeye ni mwenye dhambi, mtenda dhambi kutoka mwanzo. So wakati tunafanya dhambi, umeenda upande wake. Just continue. But remember the consequences. You will pay for it. Praise God. Tukae katika njia za kumpendeza.
tuepuke na dhambi, tumpendeze Mungu. Because of time, nitafika hapo kwa leo. Next time tutaangalia the effects of sin, madhara ya dhambi. Madhara ya dhambi ama the consequences of sin. So lazima tujue kila kitu unachokifanya kina malipo yake. When you do good, tarajia malipo yake kupokea mema. Wakati unafanya uovu, tarajia malipo yake uharibifu. Si bastard. So usifanye kitu ukafikiria unafanya tu. You will pay for it. If you do good, you will pay for it. If you do evil, you will pay for it. So let us be very careful. And let us mean tumaanishe katika wokovu. Hallelujah. I want us to take a moment and humble before God. Because the word of God haiwezi kaja bure kwetu. Lazima Mungu anatuona na ametuona. Na anajua mioyo yetu, anajua mienendo yetu, anajua mawazo yetu, anajua tabia zetu. Let us take a moment of time. Just humble before God and ask God to forgive you. Ask God, God, forgive me. Forgive me. He's merciful God. He's faithful God. Just tell him to forgive you. Ask him to forgive you. That God, forgive me. Forgive what I have done that is not according to your will. Forgive me, God, for disobeying you. Ambia tu Bwana, nisamehe asubuhi ya leo. Yeye ni mwingi wa huruma. Baba mtakatifu, nakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako Bwana. Asante kwa kunena nami Mwokozi. Baba, nanyenyekea mbele zako. Ninaomba msamaha Jehova. Bwana, mahali ambako nilikiri maagano yako, maagizo yako, naomba Bwana unisamehe. Baba, nihurumie asubuhi ya leo. Kwa kuwa nimekutenda dhambi Bwana, katika mawazo yangu, katika fikira zangu, katika matendo yangu, nimekutenda dhambi. Yesu, nisamehe asubuhi ya leo. Wewe uliyenifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, Bwana, nihurumie tu asubuhi ya leo. Unisamehe Bwana, unisamehe, unisafishe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Asante Baba Mungu. Asante Yesu. Nisamehe asubuhi ya leo. Nisamehe Bwana, nihurumie tu mtoto wako Jehova. Mimi ambaye nilikuwa nimepotea Mfalme, nihurumie tu. Nihurumie tu Yesu, nihurumie. Kwa kuwa niliyoyafanya kukupendeza Bwana, yalikuwa machukizo machoni pako. Naomba asubuhi ya leo Yesu, nionee huruma asubuhi ya leo. Thank you Jesus. Thank you my Father. Thank you Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your love, oh God. Thank you Jehovah. Asante Yesu. Pokea utukufu na heshima asubuhi ya leo. Uinuliwe na uheshimiwe Baba Mungu wetu. Sisi ni watoto wako Mfalme. Wewe unatujua vyema Bwana. Unajua yote tuyafanyayo sirini Bwana. Unatufahamu Bwana. Unajua mioyo zetu Baba, tunayowaza ndani ya mioyo zetu. Wewe unajua. Sasa Bwana, asubuhi ya leo umenena nasi kuhusu uovu na dhambi. Na Bwana, tumejiona Mfalme katika matendo yetu.
katika mienendo yetu, katika mawazo yetu. Bwana, tumeona ya kwamba hatujakupendeza, hatujatenda sawa na mapenzi yako. Bwana, tumenyenyekea kwako siku ya leo. Tunaomba rehema zako Bwana, tunaomba msamaha wako Bwana. Yesu, tusamehe siku ya leo. Yesu, tusafishe kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu, asante Mfalme uliye mwema. Pokea sifa zote na utukufu, uinuliwe na uheshimiwe katika jina la Yesu tunaomba.